Sarafina Robi atakuwa na kusomea taarifa ya habari. Karibu Sarafina. Asante sana Phyllis. Msikilizaji, karibu kwenye taarifa za habari za dunia ukiwa nami Sarafina Robi. Meli 3 zaidi za raia zimeshambuliwa maeneo ya Ghuba huku vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiendelea. Mtu mmoja aliuawa kwenye meli ya mafuta inayomilikiwa na Marekani katika pwani ya Iraq ambayo iliripotiwa kushambuliwa na boti ya mwendokasi isiyokuwa na rubani iliyokuwa na vilipuzi. Meli nyingine ya mafuta ilishambuliwa ikielekea katika bandari ya Iraq. Meli zote mbili ziliripoti moto kwenye bodi. Meli ya tatu ambayo ni ya China ilishambuliwa kwa kombora lisilojulikana karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Wafanyakazi wote wamehamishwa. Iran inaendeleza mashambulizi ya makombora dhidi ya majirani zake zikiwemo Bahrain, Oman, Dubai na Qatar. Hali tete inaendelea katika soko la mafuta baada ya mashambulizi ya hivi punde ya Iran ikilenga meli za mafuta na vifaa katika Ghuba. Zaidi na Hamida Abubakar. Bei ya mafuta ilipanda tena zaidi ya dola 100 kwa pipa kwa muda kabla ya kushuka tena. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameikosoa vikali Marekani kwa kufikiria kulegeza vikwazo vya mafuta kwa Urusi, akisema hiyo itakuwa hatua mbaya kabisa. Alisema badala yake Ulaya ilikuwa ikifanya juhudi kuweka mlango wa bahari wa Hormuz wazi ili mafuta yaweze kupita. Shirika la nishati la kimataifa lilifanya uingiliaji kati wake mkubwa zaidi kwa kutokea katika soko la mafuta hapo jana siku ya Jumatano, huku wanachama wakipiga kura ya kutoa mapipa milioni 400 ya mafuta kutoka kwenye hifadhi zao za dharura. Na jeshi la Israel linasema kuwa limefanya mashambulizi makubwa ya angani kwenye mji mkuu wa Iran, Tehran, kwa lengo la kushambulia misingi ya utawala wake. Kile walichokitaja kuwa hatua mpya ya vita hivyo kililenga tawi la benki kongwe zaidi ya Iran inayosemekana kuwa na jukumu muhimu katika kulipa mishahara ya jeshi la Iran. Vizuizi vinavyoendeshwa na wanamgambo katika vitongoji vya makazi pia vinaonekana kuwa maeneo lengwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, anasema benki hiyo ilikuwa imejaa wafanyakazi wakati iliposhambuliwa. Ameahidi kulipiza kisasi. Benki kadhaa kubwa za kimataifa katika majimbo ya Ghuba zinafunga matawi yao kama tahadhari. Mji mkuu wa Lebanon, Beirut, pia ulishambuliwa. Wakati wa usiku, jeshi la Israel lilisema lilishambulia kambi 10 za Hezbollah katika muda wa dakika 30. Milipuko mikubwa ilisikika katika vitongoji vya kusini mwa mji huo. Umoja wa Mataifa unasema umesikitishwa na kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na anga katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi na Elizabeth Kazibure. Msemaji wa katibu mkuu Stefan Dujarric ameonya kuwa ongezeko hilo linahatarisha raia na wafanyakazi wa misaada. Haya yanajiri baada ya mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa na wengine wawili kuuawa wakati ndege isiyo na rubani iliposhambulia jengo moja katika mji wa Goma. Ripoti ya ufuatiliaji inasema mwezi Februari ilishuhudia idadi kubwa zaidi ya mashambulizi ya angani katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na shambulio la ndege isiyo na rubani ya jeshi ambayo ilimuua msemaji wa jeshi la waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda pamoja na viongozi wake kadhaa. Na watu takriban 40 wameuawa wakati ndege isiyo na rubani iliposhambulia lori lilokuwa likiwasafirisha waombolezaji kuelekea msibani katika jimbo la Kordofan Magharibi nchini Sudan. Vyanzo vya matibabu vinasema wengi wa waathiriwa ni wanawake na watoto. Haijabainika ni nani aliyefanya mashambulizi haya katika eneo la makazi la Arawaga. Sehemu kubwa ya eneo la Kordofan hivi majuzi limeshuhudia mapigano makali kati ya jeshi na vikosi vya Rapid Support Forces, huku mashambulizi ya karibu kila siku ya ndege zisizo na rubani yakiripotiwa kuua makumi ya watu. Hii ni BBC. Msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Sarafina Robi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yanakujia kwako kupitia FM na redio shirika mbalimbali. Kama uko nchini Kenya, unaweza kutupokea kupitia Mwanedu FM, Must FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM, lakini vile vile Gulf Radio. Nchini Tanzania, Abud FM, Radio Kwizera, Radio 1, CGFM, Classic FM, Lolionde FM, lakini kule Zanzibar ni Zenji FM. Lakini kama
kama uko nchini Uganda, unaweza kututegea sikio kupitia Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, Radio Chitara, Voice of Muhabura ama Voice of Busoga. Na wale walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mnaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Lakini matangazo haya vile vile yako kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC Swahili, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook mubashara BBC News Swahili. Karibu. Leo uko na Phyllis Mwote na mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibu Skola. Na asante na karibu msikilizaji kwa mara nyingine tena, na tuangazie taarifa mbalimbali, tukianza na taarifa yetu kuu ambapo kiongozi wa kidini wa Iran Mojtaba Khamenei amehutubia taifa hilo kwa mara ya kwanza tangu alipoteuliwa. Kwenye hotuba yake iliyotolewa kupitia runinga ya taifa hilo, amesema kwamba jeshi la mapinduzi la Iran ni sharti lihakikishe kwamba mlango bahari wa Hormuz umefungwa. Hata hivyo, hotuba hiyo ilisomwa na mtangazaji wa kituo na kutotoa maelekezo yoyote kuhusu afya ya kiongozi huyo. Aidha, amesema Iran italipiza kisasi cha damu ya watu wake na kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz. Na Seha Muhammad huyu hapa na taarifa zaidi. Ni majuma mawili sasa tangu vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran kuzuka, huku Israeli katika shambulizi la hivi karibuni ya anga ikilenga mji mkuu wa Iran, Tehran, kwa lengo la kutaka mabadiliko ya utawala nchini Iran. Hata hivyo, hii leo kiongozi mpya wa nchi hiyo Mojtaba Khamenei ametoa taarifa kwa shirika la habari la Iran. Katika taarifa hiyo, Mojtaba amemwomboleza baba yake ambaye aliuawa mwanzoni mwa mashambulizi ya Marekani na Israeli. Aidha, alitoa wito wa pamoja kwa mataifa jirani waungane dhidi ya alichokitaja kuwa maadui wao. Iran inashikilia msimamo wake kwamba nchi hiyo itaendelea kujilinda dhidi ya mashambulizi yoyote. Wakazi wa Iran wameelezea masaibu yao ya kila siku chini ya mashambulizi kutoka Israel. Hali ni mbaya sana na ya kutisha. Asubuhi, mchana na jioni tupo chini ya mashambulizi. Hakuna mtandao, umekatwa, na kupata huduma hiyo ni saa chache tu. Hakuna dawa na madaktari wengi hawapo. Kulala kwangu kunategemea sauti za mabomu. Naenda kulala au kupumzika saa 12 au 11 asubuhi na kuamka saa 8 kwenda nje kununua chakula, lakini mjini hakuna watu. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema mzozo huu utaendelea kwa muda mrefu iwezekanavyo, na hadi malengo yote ya operesheni ya pamoja ya Israel na Marekani yatakapotimia. Haya ni kulingana na shirika la habari la Reuters na The Times of Israel. Aidha, wizara ya afya ya Israeli imesema katika taarifa yake ya hivi punde kwamba watu 179 wamejeruhiwa nchini humo katika muda wa saa 24 zilizopita kutokana na mashambulizi ya Iran. Kwa mjibu wa ripoti hii, tangu kuanza kwa vita vya Israeli na Marekani na Iran, watu 2745 wamejeruhiwa nchini Israeli, ambapo 85 bado wamelazwa hospitalini. Wakati huo, Iran imeendelea kujibu mashambulizi ya Israeli ya hivi karibuni yakitokea katika nyumba moja katika jamii iliyoko katikati mwa Israel. Nyumba hiyo ikiharibiwa vibaya na shambulio la hivi punde la Iran dhidi ya Israel mapema hii leo, ambapo mwanamke mmoja na mume wake walinusurika. Picha za satellite zinaonyesha moshi mwingi uliosababishwa na mashambulizi ya ghala ya mafuta na mitambo ya kusafishia mafuta ukienea kote Tehran Jumatatu, huku shirika la afya duniani WHO likionya kwamba mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta yanaweza kusababisha hatari kubwa za kiafya kwa wakazi. Tangu mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaanze tarehe 28 Februari, BBC Verify imeweza kudhibitisha mashambulizi dhidi ya vituo 4 vya mafuta karibu na mji mkuu wa Iran, Tehran. Wakazi walisema moshi na uchafuzi wa mazingira vimezuia jua na kuacha harufu kali ya kuugua katika sehemu za jiji, huku wataalamu wakionya kuwa kiwango cha uchafu kinaweza kuwa ambacho hakijawahi kutokea. Kuongezeka kwa uchafuzi wa hewa kunaonekana kujikita karibu na maeneo ya mafuta yaliyoharibika yaliyo karibu na mji mkuu, mji wenye takriban wakaazi milioni 10, huku mamilioni zaidi wakiishi katika maeneo yanayozunguka. Vita vilivyoanzishwa na mashambulizi ya pamoja ya anga ya Marekani na Israel dhidi ya Iran karibu wiki 2 zilizopita hadi sasa vimesababisha vifo vya takriban watu 2000 na kuleta taharuki katika masoko ya nishati duniani pamoja na sekta ya usafiri. Mzozo huo umeenea kote Mashariki ya Kati.
Wakati huo huo, jeshi la Israeli limefanya mashambulizi makubwa katika mji wa Beirut, hasa katika ngome ya kundi la Hezbollah, huku watu kadhaa wakipoteza maisha yao. Kundi la Hezbollah nalo lilirusha roketi kwa upande wa Israeli. Israeli imesema kwamba itaongeza mashambulizi yake ya mabomu dhidi ya Hezbollah. Nastiha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Namna bei ya mafuta inabadilika katika masoko ya mafuta baada ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran dhidi ya meli za kubeba mafuta na miundombinu katika eneo la Ghuba. Sasa bei ya mafuta ghafi ilipanda tena na kupindukia ama kuvuka dola 100 kwa pipa kwa muda mfupi kabla ya kushuka tena kidogo. Hii ni mara ya pili tangu mgogoro huo uanze karibu wiki mbili zilizopita, ambapo bei ya mafuta imevuka dola 100 kwa pipa, ingawa mabadiliko ya leo hayakuwa makubwa kama yale yaliyoonekana siku ya Jumatatu. Zaidi na Sarafina Robi. Kumekuwa na mashambulizi zaidi ya meli maeneo ya Ghuba. Bei ya mafuta imepanda tena licha ya majaribio ya kimataifa ya kuangazia usambazaji wa mafuta, huku vita vikiendelea Mashariki ya Kati. Ila akizungumza na watu wanaomuunga mkono mjini Kentucky hapo jana, Rais wa Marekani Donald Trump alisema uamuzi wa jana wa nchi 32 wa kutoa akiba ya mafuta utapunguza kwa kiasi kikubwa bei ya mafuta. Mapema siku hiyo alipokuwa akitembelea biashara huko Cincinnati, Trump alitaja kushuka kwa bei ya mafuta kuwa swala la kivita. Nafurahia kuripoti kwamba mapema leo shirika la kimataifa la nishati limekubali kutoa mapipa milioni 400 kutoka kwa hifadhi mbalimbali za petroli. Hatua hii itapunguza bei ya mafuta tunapomaliza tishio hili kwa Marekani na ulimwengu kwa jumla. Hatutaki kuondoka mapema, tunapaswa kumaliza kazi vizuri. Lakini bei ya mafuta tayari inashuka na itarudi chini. Hatutaondoka hadi kazi ikamilike, na itakuwa haraka sana. Baadaye alisema Marekani itaangazia zaidi mlango wa bahari wa Hormuz na kuongeza kuwa njia ziko katika hali nzuri. Tumelenga boti zao zote, wanayo makombora lakini si mengi. Bei ya mafuta imepanda leo hii siku ya Alhamisi, huku Iran ikizidisha mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta na usafiri katika eneo la Mashariki ya Kati, na hivyo kuzua hofu ya mzozo wa muda mrefu na matatizo ya usambazaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Msemaji wa jeshi la Iran anasema katika kauli anayoelekezea Marekani, mwanzo wa nukuu, "Jitayarisheni kwa mafuta kuwa dola 200 kwa pipa kwa sababu bei ya mafuta inategemea usalama wa kikanda ambao umevurugwa." Mwisho wa nukuu. Hakuna dalili za kumalizika kwa vita katika Ghuba, na kwa sababu hiyo hakuna mwisho wa matatizo ya usambazaji wa mafuta kwenye mlango wa Hormuz, kwa mujibu wa wachambuzi wa ING. Njia pekee ya kuona bei ya mafuta ikishuka ni kuwezesha mafuta kupita kwenye mlango wa Hormuz. ING ilisema kushindwa kufanya hivyo kuna maanisha kuwa bei ya juu ya soko itasalia kuwa juu. Meli mbili za mafuta za kigeni zilizokuwa zimebeba mafuta ya Iraq zilishambuliwa na watu wasiojulikana katika eneo la maji ya Iraq na kushika moto. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya pamoja ya ufuo, Farhan Al-Furtusi, aliambia Reuters uchunguzi wa awali kutoka kwa maafisa usalama wa Iraq ulionyesha boti zilizokuwa na vilipuzi kutoka Iran zikishambulia meli hizo mbili za mafuta. Shirika la kimataifa la nishati limekubali kutoa mapipa milioni 400 ya mafuta ili kusaidia kudhibiti bei ambayo imepanda baada ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuzuka. Marekani inachangia sehemu kubwa ya kutolewa kwa mapipa hayo ya milioni 172 kutoka kwa hifadhi ya petroli ya kimkakati. Shirika la ndege la Air New Zealand linasema litapunguza kwa 5% ya safari zake za ndege au takriban huduma 1100 hadi mwanzoni mwa mwezi Mei, wakati vita vya Iran vikisababisha bei ya mafuta ya ndege kupanda na kutatiza usafiri hata katika maeneo ya vijijini maelfu ya maili kutoka eneo la vita. Shirika hilo la ndege la New Zealand liliongoza mashirika mengine ya ndege ikiwa ni pamoja na Qantas Airways ya Australia, SAAS ya Scandinavia na Thai Airways katika kutangaza kupanda kwa nauli wiki hii na kulaumu kupanda kwa ghafla kwa gharama ya mafuta ambayo imetatiza sekta ya usafiri kwa ndege duniani. Mzozo wa Mashariki ya Kati umelazimisha mashirika mengi ya ndege kuahirisha safari za kwenda na kutoka eneo hilo au kutumia njia mbadala. Hii ni kwa sababu ya ndege isiyo na rubani na moto wa kombora ambao umepunguza sana safari za ndege na kusababisha shida kubwa zaidi katika sekta ya usafiri wa ndege tangu kuzuka kwa mzozo huu.